makubwa anayotufanyia. Kwema kabisa. Kabisa. Sawa, karibu sana katika studio za Kiss FM. Nimefurahi leo kufika studio za Kiss FM na kuweza kushare nanyi katika kipindi hiki ili nami kutoa mchango wangu kwa taifa. Sawa, karibu sana. Asante. Wakati tutakwenda kuzungumza mengi na mada ambayo tutakwenda kuiangazia kwa kina, tuangazie kidogo yale ya nje ya Tanzania, hasa kile ambacho tunakishuhudia katika mataifa mbalimbali huko duniani. Tumekuwa tukishuhudia vita vya mara kwa mara, hasa katika Urusi na Ukraine tunashuhudia, lakini pia kule kwa Mashariki ya Kati tunashuhudia kile ambacho kinaendelea Gaza, Israel na maeneo mengine mengi kiujumla. Lakini tuna taasisi ambayo ipo kwa ajili ya kusimamia umoja, UN, tunazungumzia Umoja wa Mataifa, na baadhi ya mashirika katika kanda mbalimbali pia, na baadhi ya taasisi ambazo zipo kwa ajili ya kusimamia usalama. Pengine kwa utaalamu wako hasa, unafikiri nini hasa ambacho dunia inakwama mpaka tunaendelea kushuhudia haya matukio katika maeneo mbalimbali, kanda Mashariki ya Kati kule na maeneo mengine mengi kiujumla? Jambo kubwa ambalo linasababisha vita vingi duniani leo, yako mengi, lakini kubwa zaidi ni wanadamu kukosa utu. Wanadamu kukosa utu na kutanguliza thamani ya vitu. Maeneo mengi mapigano yanakuja kwa sababu ya migogoro ya kimaslahi. Yani jamii fulani inataka maslahi fulani eneo fulani, iko tayari hata ikibidi kumwaga damu ili kuhakikisha hayo maslahi wanayapata. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa ambalo dunia leo tuko nayo. Wanadamu wamepoteza utu na wanajali sana kitu. Kwa hiyo migogoro ya kimaslahi ndio inasababisha vita vingi duniani vinavyoendelea leo. Ima maslahi ya kimadaraka au maslahi ya kiuchumi na kadhalika. Dr. Sule, haya kwa nini yanakuwa yanawezekana hali ya kuwa kwamba tayari kuna taasisi za kimataifa, kwa mfano Umoja wa Mataifa, ambayo kazi yake kubwa pia kufanya dunia iwe sehemu salama, amani na amani. Kwa nini haya yote yanapata mwanya au ambao wanaangalia maslahi yao binafsi wanapata mwanya hali ya kuwa kwamba mashirika haya yapo? Kwa kawaida mtunga sheria ndio mvunjaji wa sheria. Kwa kawaida anayetunga sheria ndio anayevunja sheria. Na mara nyingi zinatengenezwa sheria baada ya kuonekana watu watavunja sheria. Kwa hiyo haya yanakuwepo kwa sababu ile niliyoeleza mwanzo. Kuna watu wanaangalia maslahi binafsi katika maisha yao na wanaona kutokujali sheria kwao ni bora kwa sababu wanapata kile wanachokihitaji au wanakitafuta kile wanachokihitaji. Kwa hiyo bado tatizo la upotevu wa utu na ubinadamu ni shida kubwa duniani. Na hii inabebwa na tatizo la watu kutokumjua Mungu. Watu wangemjua Mungu, mtu angeona thamani ya damu ya mwanadamu na madhara ya kumwagika kwa damu ya mwanadamu. Ukimuona mtu anatengeneza silaha na kumlenga mwanadamu kwa kumwaga damu yake, huyo hajui lengo la Mwenyezi Mungu kumuumba mwanadamu duniani. Kwa hiyo yale ya maslahi binafsi ndio chanzo kikuu cha matatizo ya migogoro duniani na vita visivyokoma. Umesha kujiuliza hasa kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati kimekuwa kikidumu kwa muda mrefu. Umesha pengine kujiuliza hasa inachangiwa na nini? Kwa maana ya Israeli na Palestina. Mgogoro wa Israeli na Palestina una historia ndefu. Nadhani kwa kipindi chetu hautatosha kuieleza. Lakini ni mgogoro wa kihistoria unaotoka zama za Nabii Ibrahimu, baba wa imani. Kwa sababu wa Palestina na Waisraeli ni ndugu, japo watu wengine wanaweza wasijue. Waisraeli ni watoto wa Yakobo na wa Palestina ni wajukuu wa Esau, kizazi cha Esau. Esau na Yakobo ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, mapacha wawili ambao walizaliwa kwa baba mmoja mama mmoja. Waisraeli ni kizazi cha watoto wa Yakobo waliozaliwa kwa mama aliyeolewa kutoka ujombani. Kwa maana hiyo baba yao na mama yao wote hawa ni Waisraeli, kwa maana ya watu wanaotoka Uru wa Wakaldayo, kwa sababu asili ya Nabii Ibrahimu ni kutoka Uru wa Wakaldayo, ambayo zaidi ya miaka 2000 nyuma alisafiri kutoka Uru wa Wakaldayo na kwenda kuishi katika Palestina ya sasa. Na hapa nazungumzia Gaza, mahala ambako alikwenda kuishi. Lakini si hivyo tu, Esau alipokuwa mkubwa hakuoa ujombani, kwa maana hakuoa kwa maana ya Wakurdishi wenzake. Yeye alioa upande wa baba yake mkubwa. Hapa nazungumzia kizazi cha Nabii Ismaili.
mtoto mkubwa wa Nabii Ibrahimu aliyempata kutoka kwa Bibi Hajara ambaye alimuolea Misri. Mchanganyiko huu wa damu ndio ulifanya wa Palestina. Kwa hiyo wa Palestina ni watu wanaotokana na familia moja, babu yao mmoja, bibi zao mbalimbali. Tupo katika muda wa kura yako. Hapa tunajadili kuhusiana na siasa na tuko na mdau wa masuala ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania, Dr. Alhaji Dr. Seif Sule. Dr. Sule, tunaelekea katika nyakati za siasa na mpaka sasa tunashuhudia mienendo mbalimbali katika vyama vya kisiasa. Tunashuhudia katika chaguzi ndani zinafanyika, na mimi siniwaambia leo nani wamefanya uchaguzi wa wale TLP ya kumchagua mwenyekiti wao atawakilisha katika chama chao, na nitakuja kukujuza baadaye nani ambao wameweza kumpitisha tayari. Kumbe mpaka sasa kama mdau wa masuala ya kisiasa unatazama kwa namna gani hasa hii mienendo ya kisiasa ambayo tunashuhudia katika vyama mbalimbali vya kisiasa, kila chama kikidiriki kupitisha mgombea nafasi mbalimbali hasa urais kwenda kuhakikisha katika chama chao. Unatazama kwa namna gani, kwa namna ambavyo unashuhudia katika chuo lako la uchambuzi? Kwanza ni swala la kushamili kwa demokrasia. Nchi yetu ni moja kati ya nchi ambayo imeridhia maelekezo ya Umoja wa Mataifa swala la demokrasia, na mwaka 1992 maamuzi hayo yalifanywa na vyama vingi vilianza. Kwa hiyo unapofika muda uchaguzi, vyama mbalimbali vikatengeneza wagombea na kuandaa wagombea ambao watakwenda katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Hii ni kuonesha ni kwa kiasi gani nchi yetu bado imejikita katika swala la demokrasia. Viongozi waliopo bado wanajali na kuheshimu swala la demokrasia. Kwa hiyo huu ndio mtazamo wangu katika masuala mazima ya kisiasa katika kipindi hiki, kwa mlengo huu wa uteuzi wa wagombea mbalimbali katika nafasi mbalimbali tunapoenda katika kalenda ya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yetu. Yote ambayo tunashuhudia, tunaangalia ni mienendo ya vyama vya siasa vyenyewe, lakini hatuoni kwa namna gani mwananchi amewekwa. Unafikiri mwananchi kwa hapo anapaswa kuwa katika upande gani kijumla? Kwa sababu tunafahamu mwananchi ndo ambaye anakwenda kudiriki kuchagua kiongozi ambaye wakati wa kampeni zikifika. Mwananchi anawekwa kwa upande gani hasa katika hilo? Mwananchi ni moja kati ya utimilifu wa uchaguzi. Kuchagua au uchaguzi maana yake yawepo anayechaguliwa na anayechagua. Wananchi ni sehemu ya watu wanaokwenda kuchagua wale ambao wataomba nafasi za kuchaguliwa. Kawekwa kwenye nafasi gani mwananchi? Kwanza kapewa uhuru wa kuchagua, na ndio maana kidemokrasia mwananchi anatakiwa asikilize sera, lakini pia asikilize maelezo kutoka katika vyama mbalimbali kwa wagombea mbalimbali, kwa sababu kwa mujibu wa nchi yetu mgombea binafsi haruhusiwi kwa mujibu wa katiba. Nchi yetu anaruhusiwa mgombea atokane na chama kilichosajiliwa, tena kwa usajili wa kudumu, ili aweze kupata fursa ya kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa hiyo wananchi wajibu wao na jukumu lao wakati huu ni kwenda kusikiliza sera za wagombea na kwenda kutazama miongozo ya vyama, kwa maana ya irani za vyama husika, ili wapate kujitathmini mahitaji yao na mipango ya vyama hivyo na mahala wanapotamani wananchi kufika. Mwananchi katika maisha siku zote anahitaji mambo kadhaa. La kwanza, anatamani kupata utulivu na amani ya nchi yake. Yaani maisha yake yawe na amani na utulivu. Kwa hiyo chama kwanza kinatazamwa kwa namna kinavyoweza kujenga amani na utulivu wa raia wake. Lakini pia mwananchi anatamani kuona mabadiliko ya kimaisha, eneo analoishi na uchumi wake binafsi. Serikali imtengenezee mazingira mepesi ya kiuchumi. Sio kuwapa watu wote ajira. Duniani hakuna nchi yote inawapa watu ajira. Hata Marekani inayotajwa kuwa imeendelea haiwapi watu wote ajira. Wala wanasiasa wasitumie mbinu na fikra za kuwadanganya wananchi kwamba
serikali fulani inashindwa kutoa ajira kwa hiyo haifai. Hayo maneno sio sahihi, kwa sababu duniani hakuna serikali inayotoa ajira. Serikali ina wizara na mashirika, na haiwezi kuwapa ajira wananchi wote kwa kutumia hizo wizara na mashirika. Isipokuwa serikali inaweza kutengeneza miundombinu rahisi itakayowawezesha wananchi kupata ajira, ima kwa kujiajiri wenyewe au kwa namna nyingine za ziada za ajira. Kwa hiyo mwananchi anatamani kuona fursa. Serikali inatoa fursa za uajiri, serikali inatoa fursa za uchumi ili kuhakikisha mwananchi anajipatia kipato kinachokidhi haja ya maisha yake. Dr. Sule, umeyataja hayo mambo kadhaa kama ulivyozungumza, lakini tunaona chaguzi mara kadhaa zinafanyika na wananchi hawa ndio ambao wanawachagua viongozi, lakini tumeshashuhudia malalamiko ya wananchi, lakini mara tu baada ya kuwachagua viongozi wanalalamika pengine hakuna maji au huduma mbalimbali. Umeweza kubaini pengine katika ubebevu wako katika masuala ya kisiasa, changamoto za wananchi zinakuwa eneo gani katika kuchagua viongozi mpaka baadaye wanakuwa wanalalamikia lakini bado wanakumbana na hizi fursa za kuchagua? Kuna vitu watu wanatakiwa vijue. Serikali na wananchi ni kama baba na familia. Mzazi mwenye kipato cha 150,000 mwenye mke mmoja na watoto 11 hawezi kukidhi haja ya kuwanunulia gari familia yake. Tanzania ni moja kati ya nchi zenye uchumi. Ndio sasa tumetoka kwenye uchumi wa umaskini, kwenye eneo la nchi maskini kwenda kwenye uchumi wa kati. Manake tunazidi sasa kupanda kiuchumi. Serikali haiwezi kukidhi haja ya mahitaji ya kila kitu kutokana na ukubwa wa nchi tulionayo, ukubwa wa bajeti tulionao, lakini kubwa zaidi tunaweza tusipate kile tunachokitaka katika kila eneo, sio kwa sababu serikali haitaki, kwa sababu ya ufinyu wa bajeti, uwezo wetu wa kiuchumi. Serikali inachopaswa kufanya au inachojaribu kufanya ni kuvishughulikia vile vipaumbele ambavyo vitawafanya wananchi waishi katika mazingira mazuri ya kuishi katika maeneo yao. Kama mahali kunahitajika maji, kuna mahali kunahitajika umeme, wakati huo kunahitajika barabara, serikali inatazama kipaumbele kwanza. Kweli tunahitaji maji, umeme, tunahitaji barabara, lakini katika hayo matatu tuanze na kipi? Serikali inajaribu kufanya kile ambacho ni muhimu na kinahitajika kwa wakati ule, ambacho ni bora zaidi kulingana na wakati. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mazingira yoyote katika nchi, serikali yoyote inapoongoza nchi katika maeneo fulani au katika nchi fulani, inajaribu kuvifanyia kazi kwanza vipaumbele. Sasa wananchi wana mahitaji mengi. Lakini wakati mwingine mwananchi anahitaji jambo lifanyike sasa hivi, ila linahitaji wakati. Viko vitu katika ufanikishwaji vinahitaji wakati. Sio kila kitu unaweza kukifanya hapo hapo kwa wakati huo huo. Kila kitu kinahitaji muda kukifanyia kazi ili kiweze kutekelezeka. Uadilifu wa uchaguzi unahusiana vipi na imani za wananchi kwenye mfumo mzima wa siasa? Ni kitu muhimu sana. Uchaguzi na uadilifu ndio unamfanya mwananchi apate amani ya kuwa kile anachochagua ndicho anachokipata. Kwa sababu uadilifu unazungumzia uwazi katika utaratibu mzima wa uchaguzi. Na kuruhusu aliyeshinda ashinde na aliyeshindwa akili kushindwa. Ni kitu muhimu sana katika uchaguzi. Sana tena. Kwa namna ambavyo siasa inaenda sasa hivi na namna ambavyo wananchi wanashiriki katika masuala mazima ya kupiga kura, tukitolea tu mfano katika kujiandikisha tu sasa hivi kwenye daftari la kudumu la kupiga kura, lakini pia kumekuwa na mwitikio mdogo wa vijana, wengine wakisusia kabisa. Unadhani huo uadilifu ambao unahitajika upo? Vijana kususia kujiandikisha na uadilifu katika uchaguzi ni vitu viwili tofauti. Vijana wengi nadhani moja kati ya mawili. Ima hawana elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa kura zao.
katika kutekeleza yale wanayoyataka kwa kuchagua wanaowataka. Katika maisha ya vijana wengi wanapenda kukaa pembeni kusubiri kulaumu badala ya kushiriki kuchagua viongozi wanaofaa. Kwa sababu usiposhiriki kumchagua kiongozi anayefaa, utachaguliwa kiongozi anayefaa na watu wengine. Kwa hiyo yale unayoyatamani yatekelezeke, yasipotekelezeka, mwisho wa siku huna wa kumlaumu. Utatakiwa kuilaumu nafsi yako kwa kutokutekeleza wajibu wako. Kwa sababu demokrasi maana yake ni wengi wape. Yani wanaposema wengi huyu, na wewe ni miongoni mwa wale uliofanya wengi wapite kwa wewe kuacha, wale watakaompitisha ndivyo itakavyokuwa. Mapinduzi jimbo la Rufiji. Jimbo la Rufiji. Na 2015 pia. Na uligombea 2015 na 20. Ulichukua fomu. Naam. Tutegemea tena kuona kwenye kinyang'anyiro kwa mwaka huu 2025. Nadhani kwa sasa mapema sana, muda ukifika nitaona. Muda ukifika. Na wakati ule mpaka unajitokeza na kuanza kuchukua fomu, pengine nini ambacho hasa ulikuwa kilenga zaidi katika siasa? Kikubwa ambacho nilikiona wakati ule, nilikuwa nataka nisitoe sehemu ya mchango wangu kwa jimbo ambalo mimi ndiko nimezaliwa. Rufiji. Na Rufiji. Mimi ni mtu kutoka Rufiji. Kwa hiyo nilijaribu kuchukua fomu kwa lengo la kwenda kutoa mchango wangu katika jimbo. Na 2015 nilifanya hivyo pia katika jimbo la Rufiji, na 2020 nilifanya hivyo pia. Lakini sina mpango wa kwenda Rufiji kugombea kwa sasa, kwa sababu naamini Mohamed Omar Mchengerwa amefanya yaliyokuwa ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo sina sababu ya kwenda kuchukua fomu. Kwa hiyo ukifika wakati utaangalia sehemu nyingine kwenda kuchukua fomu. Ni mapema sana kusema hivyo, kwani siasa mpaka uwe mgombea. Siasa unaweza kuwa mshauri pia. Muda ukifika utasema. Unajua lugha ya muda ni bora zaidi kuliko lugha ya mazungumzo. Tuache muda useme. Tunafahamu kwamba wewe asili yako ni mtu wa Rufiji kama ambavyo umezungumza. Je, kero ya barabara ile ya Kibiti Mloka wewe unaizungumzia kwa namna gani? Ndio yale niliyoyasema wakati ule. Ninayoyasema hivi sasa kwamba serikali hii ina bajeti ambayo inakusanya maeneo mbalimbali. Bajeti yetu kubwa tunapata fedha kutoka nje ya nchi. Mikopo na misaada tunayopata nje ya nchi. Serikali yetu inatamani kuona Tanzania kila eneo linakuwa limefikiwa katika kutengeneza miundombinu na kuitengeneza nchi yetu katika mazingira mazuri zaidi. Lakini serikali haiwezi kufanya yote kwa wakati mmoja. Na kuna vitu lazima vipewe kipaumbele kulingana na mahitaji ya wakati. Kule Rufiji ziko barabara nyingi zimejengwa. Juzi moja nilikuwa na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ambaye pia ni mbunge wa Rufiji. Mabilions ya pesa yamepelekwa katika jimbo la Rufiji kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Mikataba mbalimbali imesainiwa na mingine inaelekea kusainiwa ili kuitengeneza barabara ya Rufiji. Kwa mfano, kuna mikataba inaendelea kusainiwa hivi punde kutengeneza barabara itakayotoka eneo la Chalinze itakayopita mpaka eneo la Kisarawe, nyuma ikaenda ikazunguka moja kwa moja ikatokea Mloka, Mloka ikaenda mpaka ikafika Mkongo, Mkongo ikakatisha daraja pale, litajengwa daraja kubwa la kisasa kabisa katika mto Rufiji ambalo litakwenda Utete, Utete litaungana na barabara ya Nyamwage, Nyamwage itanyoosha kwenda mpaka katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Hii inafanywa na serikali. Hizi ni sehemu za barabara zinazojengwa. Kwa nini inaenda kujengwa hii mapema zaidi kabla pengine haijajengwa ya Kibiti Mloka au Kibiti Mkongo? Kwa sababu mwananchi anayetoka Mwanza, mwananchi anayetoka Dodoma akitaka kwenda Mtwara ni lazima aje Dar es Salaam. Na akitoka Dar es Salaam ndio anakwenda Lindi Mtwara. Lakini kama barabara hii itafunguka, maana yake mwananchi atakayekuwa anatoka Lindi Mtwara anayekwenda Dodoma atapita Rufiji, atakwenda kufanya mambo mengi Rufiji. Rufiji ambayo sasa itaongeza idadi ya wageni, Rufiji ambayo itakuwa kiuchumi. Ikumbuke wilaya ya Utete iko pembeni, moja kati ya wilaya za mkoroni, lakini iko pembeni kabisa, ambayo hakuna kitu chochote kinachounganisha mtu kufanya afike Utete. Otherwise
huyo mtu awe na nia ya kwenda tu kutembea utete. Lakini kwa mfumo huu ambao serikali sasa inakwenda kuufanya, unasaidia kuifanya utete pawe mahala ambako patapitwa na wageni wengi, na hivyo kubadilisha uchumi wa maeneo husika kibiashara, lakini pia hata kitamaduni, kujifunza vitu vingi kutoka kwa wageni. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inalazimika kufanya vitu kulingana na mahitaji ya wakati ule, kwamba kipi bora zaidi kwa wakati huu na kipi kisubiri kwanza. Dr. Sule, wakati unazungumza yote hayo, wako baadhi ya viongozi ambao waliriki kugombea katika nafasi mbalimbali na wakapewa nafasi hizo, lakini mwisho siku huenda kuna baadhi ya mambo ambayo walipaswa kutekeleza katika maeneo yao na hawakutekeleza, na wanakuja na rejea kwa mara nyingine pia na wanashinda wakati mwingine. Unafikiri kwa namna gani hasa katika chaguzi tunazoendelea wananchi wanapaswa kutathmini hasa kura yao kwa kiongozi ambaye tayari alikwisha kumpitisha kwa watu? Kwanza watu wanatakiwa waelewe, mbunge jukumu lake sio kufanya maendeleo. Yanayofanya maendeleo ni serikali. Local government na serikali kuu. Wao ndo wenye jukumu la kufanya maendeleo ya eneo husika. Mbunge ni mwakilishi. Kazi ya mbunge ni kusemea matatizo ya maeneo anayoyasimamia, kushawishi serikali itoe huduma katika maeneo anayoyaongoza na kuyasimamia. Ukimlaumu mbunge kwa sababu ya kujenga barabara, mbunge hana pesa za kujenga barabara, utamuonea tu. Na inawezekana ushawishi wake ni mdogo, inawezekana bajeti haimfikii wakati huo kwa sababu ya uhitaji wa maeneo yaliyo muhimu zaidi. Sawa, kama ndio hivyo, kwa nini katika nyakati za kampeni wao wanaahidi kwamba tutafanya hiki na hiki na hiki? Kwa nini wanaahidi? Kwa nini wanatumia kauli hizo? Mbunge yoyote anayejua akisimama anainadi ilani ya chama husika. Chama kinachosimamia serikali ndicho kitakachofanya maelekezo. Kwa mfano, Chama cha Mapinduzi kesho kutwa wanakwenda kutengeneza ilani yao na kuiboresha na kanuni na katiba na kila kitu ili kwenda kwenye uchaguzi ujao. Kama Chadema wako wamefanya hivyo na mataifa na vyama vingine vimefanya hivyo, mazingira yako hivyo. Hakuna mbunge anayejinadi mwenyewe na kusema nitafanya. Na akisema hivyo atakuwa muongo. Ukweli ni kwamba ilani ya chama ndiyo inayofanya kazi, ndiyo maana kila chama kinazindua ilani na kuipeleka sera mtaani ili watu wafanye maamuzi. Chama gani kwa ilani yake wanavutiwa nacho ili kuweza kukipa sapoti na kukipa madaraka ili kutekeleza yale wanayoyatarajia. Dokta, inapotokea wananchi wamemchagua kiongozi lakini hajaweza kuwasemea, kwa mfano kama vile mbunge au diwani, hajaweza kuwasemea chochote kile, lakini kwa bahati mbaya katika uchaguzi unapokuja wakamchagua kiongozi yule yule, unadhani wananchi hawa wanakuwa wanakosea eneo gani? Sasa tunaelekea ukingoni Dr. Mara na swali lako pia unganisha kwa kweli Dr. aweze kwenda. Dr. Sule, wewe ni alhaji, na maana kuna cheo hapa kikubwa unacho, kuna wadhifa fulani unao. Siasa imekuwa ikichukuliwa kama kuna namna inaitwa mchezo mchafu. Mwanasiasa akikwambia saa hizi usiku amka toka nje uangalie ni usiku kweli ama asubuhi. Kwa namna cheo chako wewe ulichokuwa nacho na namna siasa yenyewe kwa namna ambavyo inafahamika, yani haukutani na changamoto yoyote katika namna ya kutekeleza hayo majukumu ya kisiasa? Kwanza mimi bado sijagombea wala sijasimamia mahali. Uligombea katika mimi nilikuwa nataka nafasi. Kwa kuwa sikuipata kwa wakati ule, siwezi kusema nilikutana na mchezo mchafu. Nadhani tu watu waliona bado sistahiki, siwezi na pengine sitoshi. Walimuona Mheshimiwa Mchengerwa anatosha kwa wakati ule, wakampa nafasi. Na niseme tu, mimi nikupe kwa taarifa yako, uchaguzi wetu mwaka 2015 pale Rufiji, kura zilivurugika, yani uchaguzi ulivurugika, ukatakiwa kurudiwa tena. Ulipotakiwa kurudiwa tena, mimi nikaona pumzi yangu ya kukaa na wajumbe na kuzungumza nao imekata. Kwa hiyo mimi binafsi nikaona ni muunge mkono Mheshimiwa Mchengerwa, kwa sababu nilikuwa naamini siku moja atakuja kuleta mabadiliko. Na nadhani kafanya, ndio maana sifikiri leo kabisa kwenda kuchukua fomu Rufiji. Lakini jibu swali la ndugu yangu pale. Kama ikitokea watu wameamua kuchagua mbunge ama diwani, uwezo wa kuzungumza hana na mwisho wa siku hakufanikiwa kuboresha mambo yake, pengine amekosa ushawishi na kesho akarudi tena akataka uongozi. Sasa hii ni maamuzi ya wenye eneo. Wakati mwingine mtu anachagua kuferi, huwezi kumzuia. Ukichagua kuferi hakuna atakaye kuzuia. Iko mifano hai. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ndio inayoshika dola, ndio wanaotengeneza bajeti na kuleta mafanikio. Lakini wewe from nowhere unaamua kwenda kumchagua mpinzani ambaye unajua hana bajeti wala mahala pa kutoa pesa za kuleta maendeleo. Umechagua kuferi.
Ukichagua kufeli lazima ufeli, ukichagua kufanikiwa lazima ufanikiwe. Dr. Sule, tukushukuru sana, asante kwa sekunde chache kwa kuhitimisha nini ambacho ungependa kuambia Tanzania hasa katika nyakati hizi ambazo tunaelekea nyakati za uchaguzi. Niwaombe sana Watanzania wenzangu, tusitumike kama koroboi au vibatari au mishumaa. Kipindi cha uchaguzi, kuelekea uchaguzi, wako wanasiasa wanataka kuwatumia Watanzania kama mtaji wao wa kisiasa, wakisahau kwamba Watanzania wanatakiwa kulindwa, kuthaminiwa na kuheshimiwa, kwa sababu hakuna siasa kama hakuna mtu unayemuongoza kwenye siasa. Nikushukuru sana Dr. Sule Seif, mdau wa masuala ya kijamii na kisiasa. Asante sana kwa msikilizaji, bila shaka mfahamu mengi na tumeweza kujadili hapa. Nikujuza kuhusiana ile taarifa kuhusiana na uchaguzi wa TLP ambao umefanyika leo, tutakwenda kujuza hapo